Karibu kwenye taarifa yetu maalum inayohusu kikao cha majumuisho ya ziara ya usimamizi shirikishi kilicholenga kutathmini ubora wa utoaji wa huduma za afya, ustawi wa jamii, lishe pamoja na ukaguzi wa miradi ya maendeleo katika sekta ya afya mkoa wa Dar es Salaam. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu. Katika ziara hiyo, wajumbe walitembelea miradi ya maendeleo ikiwa ni pamoja na ujenzi wa hospitali, uboreshaji wa vituo mbalimbali vya afya, zahanati pamoja na huduma za afya, ustawi wa jamii na lishe. Hivyo katika kikao hiki kulikuwa na mawasilisho mbalimbali ya utekelezaji wa maelekezo ya mkurugenzi wa huduma za afya, ustawi wa jamii na lishe ofisi ya Rais TAMISEMI yaliyotolewa katika ziara ya usimamizi huo uliofanyika tangu 28 Aprili hadi Mei 9, 2025. Kwa hiyo huu ndio ushauri wetu. Vituo vyote viwe na hati miliki. Tuandae site layout plan kabla ya kuanza kutekeleza mradi. Tujenge majengo ya ghorofa kwa sababu hatuna nafasi ya kutosha kwa Dar es Salaam. Uwe na usimamizi wa karibu. Tumefurahi sana tulipofika hospitali ya ghorofa ya Mbagala 3. Ukiona usimamizi ni wa karibu na ukiangalia quality ya ujenzi iko vizuri. Na ukiangalia kuanzia medical officer in charge mpaka manager wa mradi, engineer wa pale anayesimamia, wote wameown ile jengo na hapo informed na kila progress ya kila hatua ya mradi inaendelea. Na ndio maana mkurugenzi alishauri na alielekeza tuje na mwenzetu wa Wizara ya Fedha ambaye ana deal specific na GPG, ili kama kuna chochote ambayo tunadhani basi yakiende vizuri kwenye eneo hilo aweze kutusaidia. Na tunashukuru sana dada Penina ametusaidia kwenye eneo hilo. Lakini kwenye eneo hili tumekutana na changamoto chache. Kwanza kuna kitu ambacho hatukukisema lakini tukiweke. Tuna changamoto ya mifumo saa nyingine kuwa na itilafu ndogo. Kwa mfumo unakuwa chini. Mfumo ukiwa chini jamani, tusiruhusu kabisa kumrejesha mteja, kumzuia mteja kupata huduma kwa sababu tu hakuna mfumo. Tumejenga wodi nzuri zimekamilika, tumejenga theater nzuri zilizokamilika. Tumebaki minor vitu vya kufanya ili majengo yatumike. Tusiongeze visingizio, tutoe huduma kwa wagonjwa wetu. Awamu ya 6 ni kuhakikisha kwamba tunafunga hewa safi ya oxygen kwenye vituo. Tunazo manifold lakini hazitumiki. Kiuliza changamoto inavuja. Changamoto labda kuna sasa kwenye sehemu ambazo tumepita ambao tunatamani uboreshaji wa haraka ufanyike. Hospitali ya Ubungo tumeequip kwenye chumba ambacho hakifai na si salama. Kila chumba kwanza kiko closed. Kina grill, kina aluminium, mlango umefungwa. Afu tumeweka oxygen, chini kuna tiles. Kwanza tunaharibu ile miundombinu. Lakini ile ni hewa ya oxygen tunajua kwamba ni condensed. Zate ni diesel au ni fuel gani? Kiasi kwamba inaweza ikalipuka. Ikilipuka pale ina maana kuna lile jengo lote na majengo yaliyo jirani. Kwa hivyo turudi kwenye yule, pamoja na kwamba vitu vipo, lakini tuangalie tuna vitunzaje ili viweze kutusaidia kwenye huduma. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Akizungumza mganga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Dr. Mohamed Manguna katika kikao cha majumuisho ya usimamizi huu shirikishi, aliwasilisha taarifa ya utekelezaji baada ya zoezi hili kama ifuatavyo. Naomba nichukue fursa hii basi kuwasilisha kwako yale ambayo yalikuwa yamejitokeza na kupewa maelekezo yaliyokuwa yanahitaji utekelezaji kabla ya tarehe 9 mwezi wa 5 ambayo ni siku hii ya leo. Nikianza na hospitali ya wilaya Kinondoni, kulikuwa na swala la kutokamilika kwa jengo la upasuaji na kusimikwa vifaa vyote muhimu. Na maelekezo yalikuwa kwamba tuhakikishe limekamilika na huduma zianze kutolewa, kwani vitu vingi vilikuwa tayari vipo. Hatua ya utekelezaji ni kama tunavyoona. TANESCO tayari wamefika, wameondoa mfumo wa umeme wa single phase na wameingiza mfumo wa umeme wa 3 phase. Vile vile jengo la wodi ya magonjwa ya mlipuko, wataalamu wa upimaji wamekamilisha swala la upimaji wa eneo linalozunguka wodi hiyo na kutwaa maeneo yanayozunguka wodi.
Kwa hiyo kwa sasa tunasema eneo limeongezeka kutoka mita za mraba hizo 1875 hadi 4955. Eneo hilo hilo tulisema kwamba ili paweze kufanya kazi vizuri tunahitaji vile vile kuwa na cemetery, eneo la karibu, yaani eneo la kuzika wagonjwa wale infections ambao wanaweza kupatikana. Kwa hiyo hilo nalo eneo la maziko limeainishwa, hatua za upimaji zinaendelea. Akizungumza kiongozi wa ziara hiyo muhimu wakati wa kikao cha majumuisho na siku ya kuhitimisha, ambaye ni mkurugenzi toka ofisi ya Rais TAMISEMI anayeshughulikia huduma za afya, ustawi wa jamii na lishe, Dr. Rashid Mfaume alikuwa na haya kusema. Moja ya jukumu la usimamizi saidizi shirikishi ili ambalo tunalifanya, au moja ya kazi yetu kama ofisi ya Rais TAMISEMI ni kuja kusaidia kutoa ushauri wa kitaalamu na kiutawala kwa masuala yanayohusiana na afya, ustawi wa jamii na lishe ngazi ya mikoa na mamlaka za serikali za mitaa. Kwa hiyo tunakuja pia kutathmini timu zetu namna zinavyotekeleza kazi na majukumu yake ngazi ya mikoa, ngazi ya halmashauri kwa maana CHMTs, lakini na HMTs ngazi ya vituo. Ndio maana tumefarijika sana kuona uwepo wa waganga wafawidhi mkiwakilisha waganga wafawidhi walio wengi. Sasa hivi tumebakia na watumishi wa kusimplify tu, backup, improvise, basi. Turudi kwenye miongozo yetu. Miongozo mnayo, hatuizingatii, hatuidisseminate kwa wenzetu kwenye vituo. Wakati mwingine kwa sababu hatuipitii, hata sisi wenyewe tunajisahau. HMT zetu, waganga wafawidhi, tuna kazi ya kuridi internal supportive supervision kwenye vituo vyenu. Yale ambayo wakati tunapita kwenye vituo tukaona kama mapungufu ni ya kwenu, mapungufu yenu ya kiuongozi na usimamizi. Naongea na nyie kwa sababu nimekutana na nyie hapo kwa niaba ya wenzenu. Supervision zetu zinaishia maeneo mazuri tu. Pharmacy, maternity, OPD, theater kidogo. Na ukienda tuangalie quality. Tunaangalia tu kwamba kilichopo kwenye supportive supervision checklist tumekitiki. Kwa hiyo inakuwa more of quantity, idadi tu ya supportive supervision. Na ndio maana hazijibu changamoto. Na ndio maana unafanya internal supportive supervision, ikija timu nyingine unakutana na changamoto zile zile. Zile ziara za usimamizi zile zinazolenga tu kukamilisha idadi ya vituo ambavyo umepanga kuvitembelea kwa robo haina tija. Tuangalie ubora wa ziara za usimamizi shirikishi. Kama hizi rasmi, mimi nikushukuru sana. Kwa kweli tumepata ushirikiano mzuri sana kila tulikopita. Pata ushirikiano mzuri, una timu nzuri katika mkoa wa Dar es Salaam. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Naye mgeni rasmi wa kikao hicho cha majumuisho na hitimisho la ziara hiyo, ambaye ni katibu tawala upande wa miundombinu mkoa, Engineer Amani Mafuru, aliyemwakilisha katibu tawala mkoa wa Dar es Salaam Dr. Toba Nguvila, alikuwa na haya kusema. Mkurugenzi amekuja na full package. Tunapokwenda kwenye supportive supervision, tuhakikishe tunakwenda na hizi sekta zingine tunazohusiana nazo, ili kwa pamoja tuweze kuidentify matatizo yanayoweza kuwa yamejitokeza na mahali gani pa kurekebisha. Lakini nikuhakikishie kwamba kama ulivyofanya ukaguzi pale Ubungo, umetoa maelekezo hapo kwamba inapendekezwa ufanyike ukaguzi. Ni vizuri ukafanyika ukaguzi kwa sababu utatusaidia katika maeneo mengine pia. Kwa hiyo mganga mkuu tutakuwa amelichukua hili ili tuone katika ngazi yetu au tutakavyoweza kushirikishana na TAMISEMI ili tuweze kuhakikisha kwamba ukaguzi unafanyika na tuelewe nini kilichopo katika ujenzi wa jengo lile. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu.